uwekezaji wetu na uwajibikaji unaweza kuleta maendeleo endelevu. Ndiyo maana tuna kauli mbiu yetu inayosema mahusiano bora kwa uwekezaji endelevu. Mnapoendelea na ziara hii, niwaombe kuwa mabalozi wema wa mafanikio ya uwekezaji wetu. Mwisho, niwashukuru sana kwa kututembelea na tunatarajia ushirikiano huu uendelee kuimarika kwa manufaa ya wote. Asanteni na niwatakia ziara njema yenye mafanikio. Matope yabaki huku nje, alafu ile maji yaingie pale ndani. Kwa hiyo yale maji sasa tunazo pampu ambazo tumezifunga pale katikati, na kazi ya zile pampu ni kuweza kurudisha yale maji. Lakini kama tunavyojua eneo letu hili linapokea mvua nyingi sana. Kwa hiyo maji ambayo yanavunwa hapa tunaweza tusiyatumie yote kwenye process zetu za uchenjuaji. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna kwa maji ambayo ni excess. Kwa mfano sasa hivi maisha ya mgodi wetu yanaenda mpaka 2042 kwa exploration iliyopo sasa hivi na reserve iliyopo. Ila haimaanishi kwamba hapo ndio mwisho. Exploration zinaendelea, wanapata reserve nyingine, wana convert kuingia kwenye kwamba tutachimba kwa miaka mingapi, maisha ya mgodi yanaendelea. Ila ni pale ambapo tutakuwa tumemaliza kuchimba. Ila baada ya hapo ukienda kulisha hizi stockpile za kwetu, mgodi unaweza kukaa miaka hata mingine hata 6, 7 au 8 mpaka wamalize. Naitwa Gambareshi Timotheo, ni afisa biashara mkoa na kaimu mkuu wa sehemu ya uwekezaji, viwanda na biashara kutoka Sekretarieti ya mkoa wa Mara. Siku ya leo tarehe 24 tupo katika eneo la mgodi wa North Mara Bariki, tukiwa tunahitimisha sehemu ya kikao chetu cha maafisa biashara kwa mwaka 2026, kikao ambacho kimefanyika katika halmashauri ya mji wa Tarime. Leo tumefanya ziara katika mgodi wa North Mara, lakini pia tumefanya ziara katika eneo la soko la kimkakati la halmashauri ya mji wa Tarime, lakini pia tumepata nafasi ya kutembelea miradi inayotekelezwa kupitia mapato ya ndani katika halmashauri ya mji wa Tarime. Lengo ilikuwa ni kubadilishana uzoefu na kuweza kujifunza idea mbalimbali katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku, ambayo kimsingi sisi kama maafisa tunapaswa kuwa wabunifu na kuhakikisha kwamba mipango mikakati ya kisekta inatekelezwa kwa mujibu wa bajeti, lakini kuwa wabunifu pia ili vyanzo vya mapato viweze kuongezeka. Lakini hasa zaidi ni kuboresha mazingira ya biashara ili wawekezaji waongezeke, wafanya biashara waongezeke, na hatimaye kutimiza ndoto ya kitaifa ya dira 2550. Lakini hata hivyo, siku ya leo tulipokuwa tukifanya ziara yetu tumejifunza mambo mbalimbali juu ya uendeshaji wa sekta ya madini ambao unafanywa na wenzetu wa Bariki North Mara. Tumejifunza utekelezaji wa local content policy, tumejifunza namna wanavyosimamia utekelezaji wa CSR, lakini vile na miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika eneo hili. Lakini zaidi ya yote tunampongeza sana Katibu Tawala mkoa wa Mara, Bwana Gerald Msabira Kusaya, ambaye kimsingi yeye ndio mlezi wetu. Ameweza kutusaidia, tumekamilisha jukumu hili kwa ufanisi wa hali ya juu. Lakini pia tunawashukuru wale wote ambao wameungana nasi katika kutoa mafunzo, wakiwepo watu wa TISEZA, wakiwepo watu wa TRA, wakiwepo watu wa wakala wa vipimo, wakiwepo watu wa SIDO, ambao kila mmoja ametimiza utatu mtakatifu kuhakikisha kwamba sekta ya viwanda na biashara inachipuka na kukua vema kwa kuwa na mazingira wezeshi ndani ya mkoa wa Mara. Kwa majina naitwa Janet Edward, ni afisa biashara halmashauri ya mji Tarime. Leo katika mkutano wetu wa pili wa maafisa biashara wa mkoa wa Mara, tumepata fursa ya kufanya ziara kutembelea mgodi wa Bariki hapa North Mara. Kwa kweli imekuwa ni fursa nzuri sana kwetu sisi maafisa biashara, kwa sababu tumejifunza jinsi mgodi unavyofanya kazi na namna gani unaleta maendeleo chanya katika nchi yetu. Tumeona miradi mbalimbali ambao wanaifanya, tulikuwa hatuijui, lakini tumepata fursa hiyo ya kujifunza sisi wafanyabiashara, kuweza kuleta hamasa zaidi, watu wazidi kuwekeza katika nchi yetu, na nchi na serikali sote tuungane na tushirikiane katika kupushi uwekezaji kwa namna moja au nyingine. Lakini pia hata sisi wafanyabiashara tumepata fursa pia nyingine nzuri ya kujenga mahusiano bora na kuweza kuweka nguvu zaidi katika uchakaji kazi, lakini pia katika kujifunza na kuendeleza kila kazi ambayo inatakiwa ifanyike kwa uzuri zaidi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo mimi kama afisa biashara nina
anaweka hamasa sana kwa wawekezaji kuzidi kuendeleza kuwekeza katika nchi yetu, lakini pia anaweka pia hamasa pia kwa maafisa biashara wenzangu